Katika historia ya Uislamu kuna majina mengi ya maswahaba, lakini ni wachache kati ya hao waliobahatika kuishi karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu. Huyo ni kijana mdogo, kijana aliyemhudumia Mtume kwa miaka 10 mutawalian, na akawa miongoni mwa watu waliopokea dua ya baraka moja kwa moja kutoka kwa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Huyu si mwingine bali ni Anas bin Malik radhiallahu anhu. Karibu sana katika simulizi kumuhusu. Jina langu ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Anas bin Malik alizaliwa katika mji wa Medina. Baba yake aliitwa Malik bin Nadri na mama yake alikuwa mwanamke maarufu sana kwa imani na ujasiri wake aliyeitwa Ummu Sulaim. Baba yake alifariki mapema, hivyo Anas akalelewa zaidi na mama yake, na mama yake ndiye aliyekuwa sababu kubwa ya kumkaribisha Anas kwa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Anas alipofikisha takriban miaka 10, mama yake alimpeleka kwa Mtume Muhammadin akisema, ewe Mtume wa Allah, huyu ni mwanangu anaitwa Anas, naomba akuhudumie. Kuanzia hapo Anas akaanza safari ya kipekee kabisa. Alimhudumia Mtume kwa miaka 10 kamili, na Anas mwenyewe aliwahi kusema mara kadhaa hajawahi kusikia kutoka kwa Mtume akimwambia hata siku moja, kwa nini Anas umefanya hivi, kwa nini hukufanya hivi. Hii inaonyesha upole, hekima na malezi ya hali ya juu ya Mtume. Mtume inatajwa aliwahi kumwombea dua maalum Anas bin Malik, dua inayosema, ewe Allah, mpe mali nyingi, watoto wengi, na umbarikia maisha yake kuyafanya marefu. Na kweli dua hii ilitimia. Anas aliishi maisha marefu sana, akapata watoto wengi na mali ya kutosha. Anas bin Malik alikuwa miongoni mwa maswahaba waliopokea hadithi nyingi sana kutoka kwa Mtume. Anahesabiwa kuwa katika wale waliopokea zaidi ya hadithi 2000. Watabiin wengi walijifunza kwake, na alikuwa ni chanzo kikubwa cha elimu katika mji wa Basra. Anas kitabia alikuwa mtu mwenye tabia njema sana. Alikuwa mpole, mnyenyekevu, mkarimu na mwenye kumbukumbu kali sana. Alikuwa pia akifanana sana na tabia alizoziona kutoka kwa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Kwa upande wa maumbile yake, alielezwa kuwa alikuwa na mwili wa kawaida, uso wenye nuru, na alizeeka akiwa na heshima kubwa sana miongoni mwa watu wa Basra. Anas bin Malik aliishi kwa muda mrefu, kwa takribani zaidi ya miaka 100. Alikuwa miongoni mwa maswahaba waliochelewa kufariki. Alifariki mwaka wa 93 Hijria katika mji wa Basra uliopo eneo la Iraq, na wakati huo matabiin wengi walikuwa bado hai na walihudhuria mazishi yake wakimlilia mtu aliyebeba elimu kubwa sana ya Mtume. Anas alikuwa akisema hakuna mtu aliyempenda zaidi kuliko Mtume. Alibaki na kumbukumbu nyingi sana za maisha ndani ya nyumba ya Mtume. Alikuwa kiungo muhimu kati ya maswahaba na matabiin. Dua ya Mtume ilionekana wazi katika maisha yake. Huyu ndiye Anas bin Malik, kijana mdogo aliyekuwa katika kivuli cha Mtume, akaishi maisha marefu yenye baraka na akaacha hazina kubwa ya ilmu kwa umma wa Kiislamu. Swali la kujiuliza leo, je, sisi tunajifunza nini kutoka kwa huduma yake, adabu yake na upendo wake kwa Mtume? Mwisho wa simulizi hii tunabaki na picha ya kijana mdogo aliyekulia katika kivuli cha Mtume, akajifunza si kwa maneno tu bali kwa vitendo, akalea moyo wa subra, adabu na upendo wa kweli. Anas bin Malik hakuwa tu mhudumu wa Mtume, bali alikuwa mwanafunzi wa maisha ya Mtume aliyebeba nuru hiyo na kuieneza kwa vizazi vilivyofuata. Leo hii dunia imejaa kelele na haraka za maisha, lakini simulizi ya Anas bin Malik inatukumbusha kuwa mafanikio ya kweli hayapo kwenye mali wala sifa, bali yapo kwenye malezi mazuri, unyenyekevu na kushikamana na watu wema. Alikuwa karibu na Mtume kwa muda mrefu, lakini kilichombakiza kuwa mkubwa ni alichokichukua kutoka kwa ukaribu huo. Je, sisi tutachukua nini kutoka kwa watu tunaoishi nao kila siku? Je, tunaacha athari gani kwa wengine kama alivyofanya Anas? Haya ni maswali ya kutafakari, kwani huenda safari yetu ya mafanikio ikaanza pale tunapojifunza kuwa na tabia njema kama ilivyokuwa kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.